Aklan wasala na maharaban, mpenzi mtazamaji. Kwa busara nyingi wahenga walisema kila liandikwalo ndilo liwalo, na kila chombo kwa wimbile. Na pia wakasema penye wazee hapa haribiki neno. Kweli ni gogo, tumegongoa gogo. Sasa ni asma yako mtazamaji kuketi kitako ulipo, maana ulipo ndipo na unastahili kuwepo uonje utamu wake. Hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 4 wa mwaka 2026. Karibu kwenye taarifa za Hightech. Jina langu ni Eunice Wanjiru. Nami ni Thomas Malinda. Hujambo na karibu. Rais William Ruto amesema Kenya na Ureno zinadhamini kwa dhati ushirikiano wa muda mrefu ulioanzishwa miongo mitano iliyopita. Akizungumza aliposhiriki mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Ureno Paulo Rangel katika ikulu ya Nairobi, kiongozi wa taifa amesema nchi hizo mbili zimejitolea kuboresha biashara na kupanua soko kwa bidhaa za Wakenya, hususan bidhaa zilizoongezwa dhamani za kilimo. Pia rais amepongeza Ureno kwa kufungua kituo cha visa jijini Nairobi kufanikisha shughuli za Wakenya wanaosafiri kuelekea Ureno. Tukiendelea ni kuwa kiongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini, Julius Malema alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumiliki na kufyatua risasi kinyume na sheria. Mahakama iliamua kwamba kitendo hicho kilikuwa kimepangwa kwa maana kilifanyika wakati mkutano wa kisiasa uliokuwa umemkabili. Mahakama pia ilidai kutupilia mbali madai ya kuwa ufyatuaji huo wa risasi au kuwa wa kusherehekea. Na mtazamaji, waandishi wetu wa habari wamekita kambi eneo tofauti kwa ajili ya kukuletea habari tendeti na zinazoaminika. Na tunaanza na mwandishi wetu wa habari Jabeth Ochiru ambaye ameandaa habari kuhusu naibu wa rais Kithure Kindiki anayewasuta wapinzani. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewasuta wapinzani kujiandaa kulambisha sakafu katika uchaguzi wa mwaka ujao. Aliendelea kusema kwamba upinzani watakuwa na kibarua kigumu katika uchaguzi wa mwaka 2027. Nikiripotia runinga Hightech kutoka kaunti ya Kajiado, langu jina ni Jabez Ochiro. Tukisonga mbele ni kuwa waziri wa afya Aden Duale amesema ya kwamba madeni yote ya SHA yatalipwa. Tunaungana naye Eunice Mtua kwa maelezo zaidi. Waziri wa afya Aden Duale amesema kwamba serikali italipa vituo vya afya shilingi bilioni 4 kufikia wiki ijayo. Waziri huyo amesema kuwa madeni hayo yaliyokuwa ya NHIF yamejumuishwa katika bajeti ya ziada, huku akisisitiza kuwa hospitali ambazo zinadai chini ya shilingi milioni 10 ndizo zitakazolipwa kwanza, hatua ambayo amesema itasaidia vituo vidogo vilivyoathirika kifedha. Nikiripotia runinga ya Hightech kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Eunice Mutua. Asante Eunice Mutua kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele mtazamaji, tunaungana na Joshua Kingo ambaye ameandaa taarifa kuhusu usajili wa wapiga kura unaoendelea katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado. Usajili wa wapiga kura umeendelea katika mji wa Kitengela ambapo wananchi wameonekana wakiwa kwenye foleni ili kuhakikisha kuwa wamesajiliwa kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Hii ni kutokana na taarifa iliyotolewa na Rais William Ruto ambapo aliwaomba Wakenya wakaweze kujisajili ili kuwachagua viongozi ambao wanawapenda. Hayo yamejiri huku msongamano mkubwa wa magari ukiendelea kushuhudiwa katika vituo mbalimbali vya kuwekewa mafuta ya petroli kutokana na uhaba wa mafuta unaoshuhudiwa kote nchini. Nikiripotia runinga ya Hightech kutoka mji wa Kitengela, gatuzi la Kajiado, jina langu ni Joshua Kingo. Kwingineko ni kuwa washukiwa wa kimabavu wakamatwa na idara ya upelelezi wa jinai Diani, kaunti ya Kwale. Itumbi Faith anaeleza zaidi. Maafisa kutoka katika idara ya uchunguzi wa jinai DCI sasa wameelekeza uchunguzi wao katika simu za mkononi na taarifa kutoka katika benki zilizopatikana kutoka kwa washukiwa waliokamatwa huko Diani kuhusu msururu wa wizi wa kimabavu katika kaunti 3. Bernard Mbusu, Isaac Mudhengi, Evans Kinoti na Kelvin Mwangi wanatuhumiwa kutekeleza vitendo hivyo katika kaunti za Machakos, Nairobi na Kilifi. Nikiripotia runinga ya Hightech kutoka kaunti ya Mombasa, langu jina ni Itumbi Faith. Tukiendelea na taarifa hiyo ya Itumbi Faith, mpenzi mtazamaji, mwandishi wetu wa habari Samuel Mulinge ana taarifa kuhusu kifo changa pande za Nakuru. Kaunti ya Nakuru
Mwanadada mmoja mwenye umri wa miaka 18 kwa jina Lizzy Njeri amefichua siri ya kifo cha mtoto mmoja aliyekuwa na umri wa miaka 3, tukio ambalo lilitokea katika kanisa moja lililoko katika kaunti ya Nakuru. Mwanadada huyo amesema kuwa tukio hilo lilitokea mwaka uliopita Juni alipokuwa kidato cha 4, wakati alikuwa amehudhuria kanisa hilo kwa ajili ya ibada. Nikiripotia runinga ya Hightech kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Samuel Mulinge. Na mtazamaji, jinsi wasemao husema kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hatuna budi kulikunjia jamvi letu la habari hapo kwa sasa, kwani hayo tu ndio tulikuwa tumekuandalia kwenye meza yetu ya habari. Kwa habari zaidi unaweza wasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Facebook, Twitter na hata Instagram, ama kwenye tovuti yetu ambayo ni www.hitech.tv.co.ke. Jina langu ni Eunice Wanjiru. Nami ni Thomas Malinda. Kwa heri kwa sasa.